kuamini na uzima wa milele. Hiyo ndio imani yetu, hiyo ndio imani ya kanisa tunayoona fahari kuungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tuitikie amina. Je, mwataka Junior apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nani? Ninakubatiza kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Sasa ameshakuwa Mkristo, tumshangilie. Ubatizo unadhihirishwa kwa alama 4. Ya kwanza kutoka mafuta matakatifu ya Krisma. Alama ya pili, atawekewa nguo nyeupe, alama ya cheo chake kipya. Alama ya tatu, mshumaa, na alama ya 4 kufunguliwa mdomo na masikio. Wengine tunaweza kukaa. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, alimwokoa mtoto huyu katika dhambi, akampa uzima mpya wa maji na Roho Mtakatifu. Unapakwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili uunganike na taifa lake, uendelee kuwa kiungo cha Kristo, kuhani, nabii na mfalme hadi upate uzima wa milele mbinguni. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kanisani ndio yale tunayosema. Kanisani sio sokoni kwa kupiga story hata kidogo. Tunakuja kusali kanisani. Usipoelewa hayo sitaacha kuwaambia. Junior kwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo, nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako. Nawe kusaidiwa kwa maneno na mifano ya jirani zako. Ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Tuitikie amina. Amen. Ninyi wazazi na wasimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo, mpate kuulinda. Msaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Tuitikie amen. Bwana Yesu aliyowafanya viziwi wasikie na bubu waseme, akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kuungama kwa midomo imani yake. Ungama kwa midomo, sio kupiga makofi. Simama. Ndugu zangu, mtoto huyu aliyezaliwa huko kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli ni mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye atapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kuinara. Tena katika familia takatifu atampokea Bwana aliyejitoa sadaka. Sasa kwa jina la mtoto huyu wa Mungu, kwa kupitia jina la mkombozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Mwenyezi, mwanaye pekee na Roho Mtakatifu, Mungu mwenye rehema na neema, alinde maisha yako ili upate
kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa inafuata sakramenti ya kipaimara. Tubaki tumesimama hivyo hivyo. Mtoto sasa anaweza akaenda kukuta upepo. Ndugu zangu, Yesu amesema, mfariji Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mimi. Katika sakramenti ya kipaimara, Kristo anatujaza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa uthabiti, kupigana na adui wa roho zetu na kusaidia kazi za kutakasa dunia. Tunajaliwa kwa mashahidi wa Kristo. Na sasa itafuata hatua ya kuweka mikono, ndio alama ya tangu enzi za mitume ya kumshusha Roho Mtakatifu, na baadaye kuwekewa matirio ya sakramenti, yani mafuta matakatifu. Ataambiwa pokea muhuri wa paji ya Roho Mtakatifu na ataitikia amina. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake amtie Roho Mtakatifu huyu mwanaye mteule aliyezaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo, naye Roho Mtakatifu amuimarishe kwa mapaji yake maridhawa. Kwa mpako wake atamfanya afanane na Kristo mwana wa Mungu. Kila mtu sali moyoni mwako kwa ukimya. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliyemzaa upya mtumishi wako huyu kwa maji na Roho Mtakatifu, ukamwokoa katika dhambi. Basi Bwana, umtie Roho Mtakatifu mfariji, umpe roho ya hekima na akili, roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na ibada, umjaze roho ya uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Malta, pokea muhuri wa paji ya Roho Mtakatifu. Amani iwe nao. Mungu, uliwapa mitume wako Roho Mtakatifu, ukataka hao mitume na waandamizi wao wawape waamini huyo Roho. Usikilize kwa wema sala yetu, tujalie kile ulichotenda wakati Injili inaanza kuhubiriwa kienee sasa pia mioyoni mwa waamini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa inaanza adhimisho au madhehebu ya sakramenti ya ndoa takatifu. Bwana na bibi harusi wasimame hapa na wasimamizi wao waje, na maanisha wasimamizi, sio wasindikizaji. Ndugu wapenzi, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele za watu walioko hapa. Ni mnaopiga picha ndio sio kusimama kwa upande huu sana. Toa. Usipande nyuma. Ndugu zangu wapenzi, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa Kristo na mbele za watu walioko hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo. Mikaeli na Malta, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio.